Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii Mariam Sarungi ameweza kuibuka na gumzo zito kutokana na kile ambacho kimeweza kufanywa na viongozi wakuu wa chama cha CCM kutokana na mgogoro unaozidi kuendelea kushuhudiwa, jambo ambalo linazidi kubainika kuwa mgawanyiko kati yake Mheshimiwa Nchimbi na viongozi wakuu wa chama cha CCM. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa ni jambo jema iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa rasmi wetu wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, nitaweza kunukuu alichoweza kukiandika Mariam Sarungi katika ukurasa rasmi wa mtandao wa Instagram. Ameweza kueleza wazi kwamba Wasira anazidi kuagiza kuvunjwa kwa makundi ya WhatsApp yanayozidi kuchochea mgogoro wa CCM. Hii hapa mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba dhumuni na sababu kuu ya kuvunjwa kwa makundi hayo ya WhatsApp yanayozidi kuunganisha viongozi wakuu wa CCM ni kwa ajili ya kujaribu kuzuia baadhi ya watu wanaozidi kudaiwa kuwa wasaliti kutofahamu kile kinachozidi kupangwa na viongozi wakuu wa CCM, kwani mbinu rahisi ambayo ingeweza kutumiwa ni ya kwamba viongozi wote wanaozidi kuaminika kuwa wasaliti waweze kuondolewa katika makundi hayo ya WhatsApp. Ila mtazamaji wangu, iwapo hilo litaweza kufanyika, basi watakaokuwa wameweza kutolewa kwa kundi hilo moja kwa moja watakuwa na nguvu kubwa kwa umma, watakuwa wakisikizwa kwa idadi kubwa, na pia watakuwa ndio viongozi ambao kesho yao ya siasa itakuwa bora, tofauti kabisa na leo hii. Viongozi walioko madarakani hao wa CCM watakuwa wameweza kuwatoa viongozi hao wa CCM kwa WhatsApp group. Hii hapa mtazamaji wangu inazidi kudhihirishia Watanzania ya kwamba kweli sio tetesi tena, bali kuna mgawanyiko ndani ya chama cha CCM. Haya yote yaliweza kuanza kipindi na wakati ambapo baada ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuelekea katika taifa la Urusi, basi Mheshimiwa Nchimbi aliweza kutafuta ulinzi wake binafsi na kuendeleza shughuli za kiofisi, tofauti kabisa na jinsi ambavyo wengi waliweza kuwa wakitarajia jukumu hilo kukabidhiwa kiongozi mwingine. Hii hapa iliweza kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo hata baadhi ya viongozi wakuu wa CCM wanazidi kukoseana imani, jambo ambalo hali ingekuwa likishuhudiwa kwa wakati huu baada ya taifa kutoka katika uchaguzi mkuu. Ila haya yote mtazamaji wangu, ikumbukwe ya kwamba yanazidi kutokea kwa baadhi ya viongozi wakuu katika chama cha CCM. Wanaamini kwamba uongozi ulioko madarakani, kile wanachozidi kukifanya kinazidi kuchangia gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania na kumsababishia mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania kupata kipato cha siku baada ya siku, ili hali viongozi wa ngazi za juu huko katika serikali hiyo ya CCM wanazidi kuishi maisha ya juu ya ghali na bora kabisa, ili hali jukumu analozidi kutarajiwa kulitekeleza na idadi kubwa ya Jamhuri na idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania hawajaweza kufanya hivyo, lawama ikiendelea kusukumiwa uongozi ulioko madarakani. Hivyo basi, kwa kuwa kuna baadhi ya viongozi akiwemo Mheshimiwa Nchimbi kuonekana ni kiongozi ambaye anajaribu kujitenga na yale yanayozidi kufanywa na baadhi ya viongozi ambayo sio ya kuridhisha katika jamii, jambo hili ama hatua hiyo anayozidi kuifanya inazidi kumsababisha Mheshimiwa Nchimbi kuonekana kuwa msaliti, jambo ambalo hivi sasa linazidi kufikia hatua ya yeye anazidi kupendekezwa kutolewa katika kundi la WhatsApp, kwani mtazamaji wangu, iwapo kundi hilo angeweza kutolewa yeye binafsi, ingeonyesha wazi jinsi gani ambavyo
basi kila kile ambacho amekuwa kikifanya amekuwa akijinyamulia yeye na kwenda kinyume na agizo analozidi kuagizwa na viongozi wakuu wa CCM, na ndipo ambapo idadi kubwa mtazamaji wangu ya Watanzania wametokea baadhi kuwa na imani naye ama hata kufurahia baadhi ya maamuzi ambayo amekuwa akiyafanya na kuwajibika kwake kwa wananchi, tofauti kabisa na viongozi wengine wa ngazi za juu katika serikali hiyo ya CCM. Pia mtazamaji wangu ikumbuke kwamba uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa sio siri tena, bali kutokana na uongozi huo kuendelea kupata kipindi kigumu cha kupata mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni, uongozi huo unazidi kulazimika kusitisha baadhi ya miradi iliyokuwa imeweza kuanzishwa katika serikali iliyoweza kupita. Hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo serikali hiyo iliyoko madarakani iwapo kwa wao kupewa mikopo baada ya safari ya juzi kati huko Urusi, mtazamaji wangu, serikali hii itakuwa ipo katika kipindi kigumu, jambo ambalo litazidi kusababisha Tanzania kukosa imani kabisa na viongozi hao wa ngazi za juu za serikali hiyo ya CCM. Na ndipo ambapo kiongozi kama Mheshimiwa Nchimbi aliweza kuwa miongoni mwa viongozi waliokuwa wakitarajiwa kwenda kumwakilisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ila yeye binafsi hakuwa ameweza kuridhia na kuwa tayari kwa safari hiyo, kwani aliweza kufahamu na kuamini jinsi gani ambavyo safari hiyo kuelekea Urusi itaweza kusababisha mgawanyiko mkubwa kati ya mataifa ya Marekani na uongozi wa CCM. Hivi sasa mtazamaji wangu, sote tumeweza kushuhudia baada ya safari ya Urusi yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mataifa ya Marekani yameweza kuona ukweli uliokuwa ukizungumzwa hapo awali na Mange Kimambi. Pia viongozi wakuu wa chama Chadema wanaozidi kuomba Marekani kuingilia kati swala la Mheshimiwa Tundu Lissu, na pia haki ziweze kupatikana kwa wote waliokuwa wameweza kutekwa kutoweka katika hali ya njia tatanishi na wale wote walioweza kuathirika na maandamano ya mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa pendekezo hili linalozidi kupendekezwa ya kwamba kundi la WhatsApp group la CCM liweze kuvunjiliwa mbali, lingine liweze kuundwa? Je, ni mbinu ya kujaribu kumwacha Mheshimiwa Nchimbi na viongozi wake wa karibu wanaozidi kushirikiana, wanaoaminika kuwa wao ndio wanaozidi kuchangia mgawanyiko ndani ya serikali ya CCM? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.